Mtazamaji mpendwa wa Tanzania ITV, hujambo? Kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele. Ikiwa ni mara yako ya kwanza ya kutazama, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV kila wakati, na usisahau kuponyeza alama ya like. Kituo hichi ni kipya kabisa ambacho kinatambua siri, vile zinafika lazima tunazitoa hadharani. Hata kama tunabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya, lazima tuhakikishe ya kwamba Watanzania wote wamepata taarifa hizi. Sasa kuna taarifa za kutisha kuhusu Polepole za tikisa taifa la Tanzania. Ni kipi hiki kinaendelea chini ya uongozi wa sasa baada ya Polepole Humphrey kutekwa nyara? Vile unavyotazama, taarifa ambazo zimetufikia ni za kutisha. Zinasema hivi: familia ya Polepole yafanya maombi, yaondoa samani nyumbani kwake. Polepole aliweza kutekwa nyara na watu wasiojulikana, na kufikia sasa hamna yeyote ambaye anaelewa alipo Polepole. Leo familia imeamua kufanya maombi. Habari za kutisha. Kumaanisha nini? Polepole yu wapi? Ni swali ambalo wengi wanajiuliza Tanzania, hata mkoani ambapo nipo sasa hivi Mbeya, tunauliza Polepole yu wapi? Familia ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba wakati huo, Humphrey Polepole, imefanya ibada maalum siku ya leo ya kumwombea kiongozi huyo na kukusanya mali na samani zilizokuwa katika nyumba aliyokuwa amepanga eneo lile la Ununio jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo, mpenzi mtazamaji wa Tanzania ITV, hatua hiyo ya familia inakuja ikiwa ni takriban miezi mitatu sasa imepita tangu kisa hiki cha Polepole kuripotiwa kwa tukio la kuvamiwa na kutekwa nyara kwa balozi Polepole usiku wa tarehe 5 Oktoba mwaka jana wa 2025. Katika tukio hilo, watu wasiojulikana inasemekana waliweza kuvamia nyumbani mwake na kutokomea naye kusijojulikana. Hadi sasa kiongozi huyo hajapatikana. Akizungumza leo, mama mzazi wa Humphrey Polepole ameitaka kumwachia huru mwanawe, na kwamba endapo yeyote anamshikilia mwanawe amwachilie huru. Ikiwa mwanawe anatuhumiwa kwa kosa lolote, kulingana na mzazi huyo, alisema ya kwamba ni vema afikishwe mbele ya vyombo vya dola ama sheria mahakamani ili kushitakiwa. Habari hizi ni za kutisha kuhusu Polepole kwa sababu hamna yeyote ambaye anaelewa. Ndio maana Tanzania chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, wengi wamekataa uongozi wake, uongozi wa kimla, uongozi ambao hauna demokrasia. Kwa nini mzazi wa mtu wa watoto Polepole anatekwa nyara? Kwa nini mtoto wa wenyewe anatekwa nyara
peupe kutoka penye amekuwa akipangisha. Kwa nini rafiki ya watu anatekwa polepole huyu? Kwa nini? Ni kwa sababu ya siasa za Tanzania. Hii inaonyesha uongozi wa kiimla nchini Tanzania bado ungali unaendelea, na katika karne ambayo tumefika ya 21 sasa hivi, mambo ya uongozi wa kiimla yanastahili kufika mwisho. Hata mataifa yale ambayo yameendelea hayana uongozi wa kiimla, na uongozi uja na uongozi huenda. Sasa polepole nataka uchukue mtazamo uone, huyu ni mzazi wa watoto, huyu ni mtoto wa wenyewe, huyu ni mzee ama bwana wa mke wake. Sasa anatekwa nyara. Sasa ni miezi mitatu tangu mwezi wa 10 mwaka jana tarehe 5 hadi sasa hajulikani aliko, na serikali inajidai kwamba ipo inaendesha shughuli za kiusalama hapa na pale. Je, ikiwa sio serikali iliweza kumteka nyara, nani aliweza kumteka nyara? Ikiwa ni mtu mwingine aliweza kumteka nyara, ni hatua ipi ambayo imechukuliwa na serikali ya sasa ambayo inaendeshwa na Samia Suluhu Hassan kupitia vyombo vya dola kuhakikisha kwamba wamefanya uchunguzi wa kina, kubaini ukweli halisi wa mambo na kujua aliko polepole? Kumaanisha vile inaonekana serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia vyombo vya dola hawajazungumza lolote kuhusiana na polepole. Kuna jambo fulani ambalo linaendelea katika taifa hili letu la Tanzania. Hata leo unaweza kunipata niko hapa Mbeya, kesho nitahamia mahali, kwa sababu hatuwezi kujua ni kipi ambacho tumepangiwa hapa Tanzania. Polepole ametekwa nyara. Kwa hivyo tunataka haki, tunataka uwajibikaji, tunataka demokrasia iweze kuzingatiwa, na ile katiba ama sheria zile ambazo ziliweza kupitishwa katika taifa letu mwaka 1977 imefika wakati zinastahili kurekebishwa ama kubadilishiwa katiba, vile hata mrengo upinzani umekuwa ukisisitiza, ili kuleta wazi, ili kuruhusu Watanzania sisi tuweze kuwa na uhuru wa kujieleza, freedom of expression. Lakini sasa hivi hamna freedom of expression katika taifa letu la Tanzania. Polepole kile ambacho kiliweza kusababisha kutekwa nyara ni kwa sababu ya siasa. Jambo hili linastahili kukemewa. Ndio maana tunashuhudia kiongozi wetu katika mrengo upinzani, kiongozi wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu, amezuiliwa kwa miezi 9. Ni kipi hiki serikali inataka kufanikisha ili mradi iweze kuridhika? Nashangaa tunashindwa hata kuhema. Tunashindwa ni kipi ambacho tunasema ama kuzungumza ili serikali iweze kutusikia. Kama sio hao wameteka polepole nyara, ni akina nani? Ni uchunguzi upi ambao umefanywa kupitia vyombo vya dola? Kwa sababu tunalipishwa ushuru, tunalipa kodi ambayo mishahara ya vyombo vya dola wanalipwa. Ni uchunguzi upi ambao umefanywa? Asanteni, tukutane na shukuru kwa kuendelea kutazama kanda zote tunapoziweka za Tanzania ITV. Lakini ikiwa wewe ni mgeni, ukiangalia hauja subscribe, kuna patoni ya subscribe, bonyeza hiyo patoni na kengele kiko hapo kando. Bonyeza kengele ili kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV kila wakati, na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni wapendwa wa Tanzania wenzangu na wote ambao mnatufuatilia. Asante.